Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa takwimu za uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2020 zilizopo katika taarifa ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi waliomkabidhi yule mnayemwita mama 21 Agosti 2021, wapiga kura wanawake walioandikishwa nchi hii walikuwa takriban 14,691,000, wakati wanaume walioandikishwa walikuwa 14,496,000. Wanawake walikuwa 50.33% ya wapigiwa waandikishwa, wakati wanaume walikuwa 49.67% wapiga kura. Kwa tunapozungumza kwenye uchaguzi, wanawake ni jeshi kubwa kweli kweli, ndio jeshi kubwa kuliko wanaume. Na ukweli huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli huo ni ukweli wa Tanzania bara, wa Tanganyika, lakini ni ukweli wa Zanzibar vile vile. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya uchaguzi, wanawake walioandikishwa kupiga kura Zanzibar walikuwa takriban 294,000, 51.95%, wakati wanaume walioandikishwa kupiga kura Zanzibar walikuwa takriban 272,000 au 48.05%. Kwa mnaposema wanawake ni jeshi kubwa, ni kweli. Sasa tuzungumze ya nchi hii, tuzungumze ya mfumo wetu wa utawala na matokeo yake kwa wanawake. Hilo jeshi kubwa la wanawake linaonekanaje kwa wanaochaguliwa kwenye nafasi za uongozi? Linaonekana namna gani? Kwa takwimu za uchaguzi mkuu wa 2020, kwenye upande wa madiwani wanawake waliochaguliwa kwenye kata walikuwa 260 kati ya madiwani 3,953 wa kata za Tanzania. 6.58 ya madiwani wote wa kata walikuwa wanawake. Hili jeshi limekwenda wapi? Twende kwenye ubunge. Kwenye ubunge katika majimbo 264 ya nchi hii kulikuwa na wabunge waliochaguliwa wanawake kwenye majimbo, wabunge 26 kati ya wabunge 264, na asilimia yake ni 9.85 ya wanawake. Wabunge 26 kati ya wabunge 264 ndio waliochaguliwa wanawake. Isingekuwa viti maalum, uwakilishi wa wanawake katika bunge la Jamhuri ya Muungano ungekuwa chini ya 10%. Hiyo 26 hawafiki 10%. Idadi inaongezeka kwa sababu ya viti maalum.
hili jeshi kubwa la wapiga kura wengi kuliko wanaume linapotelea wapi wakati wa uchaguzi? Linapotelea wapi wakati wa uchaguzi wa madiwani na wabunge na rais? Linapotelea wapi? Ninachotaka kusema ndugu zangu, hoja yangu ni kwamba kuna tatizo kubwa katika mfumo wetu wa uchaguzi. Kuna tatizo la kimsingi la mfumo wetu wa kiuchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi umewafeli wanawake. Maana yake vile vile ni kwamba mfumo wetu wa kikatiba, kwa sababu masuala ya uchaguzi yanaanzia kwenye katiba, mfumo wetu wa kikatiba umewafeli wanawake. Ndio maana bila viti maalum uwepo wao bungeni ni chini ya 10%. Sasa hii ni licha ya katiba yetu kusema, na katiba yetu inazungumza mambo makubwa sana. Katiba yetu inasema utakuwa na usawa wa binadamu, ibara ya 12(1) ya katiba. Katiba yetu inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Katiba yetu inasema ni marufuku kubagua binadamu kwa misingi ya jinsia. Angalieni ibara ya 13, 2, 4 na 5. Katiba yetu inatoa matamko makubwa juu ya usawa wa binadamu. Halafu ukienda kwenye uchaguzi, wanawake wanaochaguliwa, wanaopigiwa kura na wananchi ni 9%. Pamoja na kwamba wapiga kura wenyewe zaidi ya 50 ni wanawake. Mfumo wetu wa uchaguzi umewafeli wanawake. Tunaposema kwa hiyo kwamba no reform no election, kama kuna sababu nyingine ni hii: mfumo huu wa uchaguzi hauwafai wanawake. Unawafanya wanawake ambao ndio wengi zaidi wanaopiga kura, unawafanya kuwa raia wa daraja la pili. Hauwatendei haki kinyume na madai ya katiba yetu. Mfumo wetu wa katiba unawabagua wanawake kiuhalisia. Kiuhalisia, licha ya madai ya katiba yetu, hakuna usawa. Mbunge wa viti maalum anaweza kuwa waziri mkuu nchi hii. Kama huo sio ubaguzi ni nini? Kwa mfumo wetu wa uchaguzi na mfumo wetu wa katiba umewafeli wanawake. Sasa twende kwenye maeneo mengine. Tutarudi kwenye uchaguzi. Nasikia tunazungumza habari ya no reform no election. Sio, tutarudi hapa. Tutarudi kwa sababu inabidi, nafikiri tunahitaji tuwekane sawa. Naomba tuzungumze hali ya wanawake wa nchi hii katika nyanja nyingine za maisha, nje ya ubunge na udiwani, nje ya siasa. Na hapa ndugu zangu, nitakayoyasema yanatoka kwenye
kitabu kinaitwa Country Gender Profile for Tanzania Mainland. Gender profile ni nini? Nisaidieni. Taarifa ya hali ya jinsia katika nchi yetu. Taarifa iliyochapishwa mwaka 2023, mwaka juzi, na imeandaliwa na Ofisi ya Wanawake ya Umoja wa Mataifa Tanzania, UN Women Tanzania, Benki ya Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika, yaani African Development Bank, pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na makundi maalum. Kwa hii taarifa ya hali ya jinsia katika nchi yetu haiwezi ikawa ni taarifa ya Chadema na Tundu Lissu tu. Ni taarifa iliyoandaliwa na Umoja wa Mataifa na Benki ya Maendeleo ya Afrika na serikali ya Tanzania. Wanasemaje juu ya hali ya jinsia ya Tanzania? Tunaanza kwanza kwenye elimu, ile elimu ya awali. Taarifa hii inasema hivi juu ya hali ya usawa wa jinsia Tanzania. Inasema kwamba kuna usawa katika kuenroll, ni kufanyaje? Kudahili. Hakuna ubaguzi sana kati ya watoto wa kike na wa kiume kwenye kudahili watoto wanaoingia katika hizo shule za awali. Watoto wa kike ni wengi kidogo, wanawazidi watoto wa kiume kwenye pre-primary school enrollment. 50.6% ni watoto wa kike, 49.4% ni watoto wa kiume. Kwa kuna difference, tofauti ni ndogo sana. Vile vile wanapoingia shule ya msingi, vile vile tofauti ni ndogo sana. Walio wengi ni watoto wa kike, wana 50.56%. Watoto wa kiume wana 44.44%. Kwa kwenye shule za awali na shule ya msingi, hali ni nzuri kwa watoto wetu wa kike, kwa binti zetu. Tunapokwenda kwenye sekondari, form 1 mpaka form 4, watoto wa kike wanaingia sekondari kwa wingi zaidi kuliko watoto wa kiume. 52.2% ya watoto wanaoingia kidato cha kwanza ni wasichana, wavulana ni 47.8%. Na watoto wa kike wanamaliza shule ya msingi na kidato cha 4 kwa wingi zaidi kuliko watoto wa kiume. Asilimia zinazoonyeshwa hapa, 31.1% ya wasichana wanamaliza kidato cha darasa la 7 na form 4, wavulana ni 25.6%. Yanaishia hapa. Hayo mambo mazuri yanaishia kwenye form 4. Tunapoenda kidato cha 5 na 6, taarifa hii inasema wavulana wengi zaidi wanachaguliwa
kwenda kidato cha 5 na cha 6 kuliko wasichana. Asilimia ya wavulana ni asilimia 59, wasichana ni asilimia 41. Kumbuka ni wasichana wengi zaidi ndio waliomaliza sekondari. Kwenda form 5 na form 6, wavulana wanaanza kuwapita. Wasichana wachache zaidi wanamaliza vyuo vya elimu ya juu kuliko wasichana wachache zaidi nasema wanamaliza vyuo vya juu kuliko wavulana. Ni asilimia 3.7 peke yake ya wasichana ndio wanaomaliza elimu ya juu. Kwa wavulana ni asilimia 4.5 ya hao wanaokwenda kwenye vyuo vikuu. Ukiangalia kwenye masomo mahususi, masomo ya sayansi, teknolojia, engineering na mathematics. Ninafahamu kuna mtoto wa kike anasoma PhD ya mathematics hapa. Kama yuko humu ndani naomba mumpigie makofi. Asante. Wasichana wanaosoma hayo masomo ya sayansi ni wachache zaidi kuliko wavulana. Wanaokwenda kwenye vyuo vya ufundi na VETA wengi zaidi ni wanaume kuliko watoto wa kike. Asilimia 54 ya wanafunzi wa vyuo vya VETA na vyuo vya ufundi ni wanaume. Asilimia 46 ni watoto wa kike. Watoto wa kike wenye ulemavu, watoto wa kike wenye ulemavu wanaopata fursa ya kupata elimu ni wachache zaidi kuliko watoto wa kiume wenye ulemavu. Asilimia 48 ya watoto wenye ulemavu wa kike ndio wanaopata fursa ya kwenda shule. Watoto wa kiume ni asilimia 52. Kwenye ajira wanawake wengi zaidi hawapati fursa za ajira kuliko wanaume. Kwa takwimu zilizotolewa na taarifa hii, asilimia ya wanawake ambao wanamaliza vyuo vikuu hawapati ajira ni asilimia 12.7, wakati wavulana wanaume wasiopata ajira baada ya kumaliza chuo kikuu ni asilimia 5.7. Kwa hiyo wanapomaliza shule, wanapomaliza vyuo, kwenye hili tatizo kubwa la mamilioni ya watoto wetu wasiopata ajira, watoto wa kike zaidi za ajira kuliko wanaume. Wanawake wana tatizo la kuto kupata ajira muda mrefu zaidi, long term unemployment, kuliko wanaume. Wanawake asilimia 48.3 wana tatizo la kuto kupata ajira kwa muda mrefu zaidi, wakati wanaume ni asilimia 39.4. Sasa taarifa hii inasema, kwa hiyo ushiriki wa wanaume katika labor force, ushiriki wa wanaume katika masuala ya ajira uko juu zaidi, asilimia 88 kuliko wanawake. Wanawake wako kwenye asilimia 82. Hiyo ni kwenye maeneo ya vijijini.
Kwenye maeneo ya mijini, labor force participation ya wanawake ni 78%, wakati ya wanaume ni 83%. Kwenye ajira kwenye serikali kuu na serikali za mitaa, wanawake wachache zaidi wameajiriwa kwenye serikali kuu na serikali za mitaa kuliko wanaume. Wanawake ni 1.9%, wanaume ni 2.8% ya wote walioajiriwa katika central and local governments. Kwenye mashirika ya umma, wanawake ambao wanapata fursa ya kuajiriwa kwenye mashirika ya umma ni 0.2%, wanaume ni 0.5%. Maana yake ni kwamba hata nje, hata kwenye ajira serikalini, pamoja na huyu mama, wanawake ndio wanaobaguliwa zaidi kuliko wanaume. Sasa nataka niache hiyo kidogo, niwakwaze. Nifanye nini? Niwakwaze. Iko hivi, sisi wenyewe tukoje? Sisi wenyewe tukoje? Mheshimiwa Mwenyekiti, na hili jopo ambalo leo liko meza kuu, hawa wote walioko meza kuu, kiniacha mie, kuanzia baada ya leo hawatakaa meza kuu tena. Nasema uongo? Nasema uongo? Sisi tukoje kwenye haya maswala? Uongozi wetu wa chama wa juu ukoje kwenye maswala haya? Kamati kuu yetu ikoje? Kamati kuu yetu ikoje, waheshimiwa jeshi kubwa? Ni muhimu, kwa sababu ya umuhimu wake, ni muhimu nikasema hizi takwimu. Kwenye uongozi wa juu wa chama, Old Boys Club, uongozi wa juu wa chama ni klabu ya vijana wa kiume, ni Old Boys Club. Naomba tuulizane, viongozi na wanachama wote tulioko hapa wa kiume, ni Old Boys Club. Naomba tuulizane, viongozi na wanachama wote tulioko hapa, mara ya mwisho tuliona lini mwanamke akikaa meza kuu? Mimi nimemaliza, huu ni mwaka wa 21 mwanachama wa Chadema. Sikumbuki kama nimewahi kuwa kwenye meza kuu ya chama hiki. Kwa tusinyooshe vidole kwa hawa, vile vile tunyoosheane vidole sisi wenyewe. Kamati kuu yetu leo, kama ukiangalia kwenye katiba ya chama,
uangalie wajumbe wa kamati kuu wanavyotakiwa kuwa. Leo kama nafasi zote zikijaa, kamati kuu yetu itakuwa na wajumbe 35. Ikijaa, kila nafasi ikijaa ni 35. Ni 35 kwa sababu hatuna wabunge kwenye kamati kuu tena, hatuna madiwani kwenye kamati kuu tena, na hatuna rais wala rais wa Zanzibar. Mnaelewa ile composition ya kamati kuu ilivyo. Sasa inatakiwa iwe na wajumbe 35 ambao wapo sasa hivi, ambao sasa hivi ni wajumbe wa kamati kuu. Wako 26 nafikiri. Fanyeni mahesabu. Wanawake wako 6, wako 5. Mwenyekiti wa Bazecha, mwenyekiti wa Bawacha, mwenyekiti wa kanda ya kati, hongera sana. Na wajumbe wawili niliowateua mimi, Salma Kasanzu na Rose Mayemba. Sawa sawa. Ukiondoa hao 5, wengine wote ni kina kaka, au nakosea? Kwa hiyo hili tatizo la kuwafeli wanawake la nchi hii linatuhusu na sisi. Linatuhusu na sisi kama chama. Na sisi ambao tunapiga kelele sana, ajabu ni kwamba sijawahi kusikia, labda mnikumbushe kuna mahali mlifanya, sijawahi kusikia watu wakipiga kelele mbona hakuna usawa katika ushiriki hakuna usawa wa kijinsia kwenye vikao vikuu vya chama. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumenyamaza? Niambieni. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumelinyamazia hili? Kwa tunapozungumza haya, lazima vile vile tujizungumze na sisi. Tusipojizungumza na sisi, hili tatizo hatutalitatua. Nasema uongo? Nimesema na wakwaza, sio? Kwa lazima going forward, lazima tufanye mjadala juu yetu sisi wenyewe na masuala yote yanayohusu usawa wa jinsia. Kumbuka nilichokisema. 51% ya wapiga kura wa nchi hii ni wanawake. Inakuaje kwenye chama kikuu cha ukombozi, kwenye chama kikuu cha upinzani ni cha ukombozi, kwa nini uongozi wake wa juu ni old boys club? Tukiogopa huu mjadala na tuzibe midomo yetu juu ya mambo wanayofanya CCM, tukiweza kuuzungumza ndani mwetu sisi kwa wenyewe, tutakuwa na haki ya kuzungumza nje kwa wengine. Sawa sawa? Si ndivyo yanavyosema maandiko? Toa kwanza boriti kwenye jicho lako ili uone vibanzi kwenye macho ya wengine, au sio? Kwa lazima hii conversation lazima ianze. Itakuwa si sawa sawa kukaa tunasherehekea sikukuu ya kimataifa ya wanawake, halafu
ukiangalia line-up yetu inatusuta. Tunaelewana jamani? Sasa naomba niendelee. Nilisema nisamehe kama nimewakwaza. Nataka niruhusu niendelee. Nilikuwa nasema kwa ripoti ya hali ya kijinsia ya nchi hii, hata kwenye malipo ya mishahara kwa kazi tunazozifanya, malipo ya mishahara kwenye ajira zetu yanabagua wanawake. Taarifa hii inasema wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake katika maeneo ya vijijini, kwenye ajira, wanawake wanalipwa wastani wa shilingi 390,000 kwa mwezi. Wanaume wanalipwa kwa wastani shilingi 416,000 kwa mwezi. Kwenye miji mikuu kama Dar es Salaam, wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake ni shilingi 528,000 kwa mwezi. Kwa wanaume ni shilingi 580,000. Nchi hii kuna umaskini mkubwa sana. CCM imetufukarisha sana, unakosea. CCM imetuchakaza kwa umaskini. Sasa hata kwenye umaskini wanatubagua. Familia zinazoongozwa na wanawake, women headed households, ni maskini zaidi kuliko familia zinazoongozwa na wababa. Familia zinazoongozwa na wanawake zenye umaskini mkubwa ni 20.3%, zinazoongozwa na wababa ni 14% tu. Hiyo ni kwenye maeneo ya mijini. Hata kwenye kifo tunabaguliwa. Si huwa tunaimbiana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kila roho itaonja mauti, sio? Hiyo ni kweli, lakini nani anayetangulia? Hiyo sio nani. Hakuna usawa. Sawa? Hakuna usawa katika wanaotangulia kufa, hakuna usawa kwa sababu wanazokufa. Wanawake wanaokufa wakati wanajifungua, kwa kila watoto 1,000 wanaozaliwa, maternal mortality, hao watoto kina mama wanaokufa kwa kila wanapojifungua, kwa kila wanawake 1,000 wanaojifungua, wamama 19 wanakufa wakati wanajifungua. Kuna wababa wanakufa kwa pressure wakati mama anajifungua. Kwa hiyo kwenye vifo vinavyotokana na kuleta uhai duniani vinawahusu zaidi wanawake wetu. Na hili ni tatizo la ukosefu wa huduma za afya. Ndio yale maneno ya mkuu wa mkoa kwamba kama huwezi ukamlipia mkeo, ajifungulie wapi? Ajifungulie nyumbani. Ni maneno ambayo ni wanaume tu wanaweza wakayazungumza. Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Kwamba kama huna hela jifungulie nyumbani? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ushahidi huu nimesema hii ni ripoti ya Umoja wa Mataifa na ya serikali ya huyu mama. Kwa ushahidi huu, nani anayebisha hapa kwamba serikali hii na nchi hii haijawafeli wanawake? Nani anaweza kubisha? Kwa hiyo katiba imewafeli wanawake kwenye uongozi,
na mfumo wetu wa utawala na katiba yake na serikali yake na taasisi zake zimewafeli wanawake mahali pengine nje ya uongozi. Nani anayebisha? Sasa kama hali ndiyo hiyo, kama hali ni kwamba tukiendelea na utaratibu huu wanawake hamtakaa mpate haki, kuna anayebisha? Tukiendelea na utaratibu huu wanawake wangapi watakao toboa? Tukiendelea na utaratibu huu wanawake wataendelea kubaguliwa katika nyanja zote. Sasa kitu cha kwanza katika kutatua matatizo makubwa kama haya ni siasa, ni mifumo ya siasa. Haya matokeo nayozungumza haya ni matokeo ya mfumo wa kisiasa, matokeo ya mfumo wa kiutawala, matokeo ya mfumo wa kikatiba. Kwa sababu kama hakuna dawa mahospitalini ni kwa sababu ya siasa. Kama hakuna hela za kusomesha watoto wa kike ni kwa sababu ya siasa. Kama wanawake wanakufa wakati wanajifungua ni kwa sababu ya siasa. Sio Bwana ametoa, Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Ni kwa sababu serikali haijali. Kwa hiyo mahali pa kuanzia ni siasa. Tuangalie siasa zetu, tuangalie siasa za nchi hii, tuangalie mifumo yetu ya kisiasa na mifumo yetu ya kiutawala, tuangalie katiba, tuangalie chaguzi zetu. Kwa sababu hii mifumo ya kisiasa tukibadilisha, tutakuwa na uwezo wa kubadilisha hii hali ambayo nimeizungumza. Kwa hiyo tuangalie sasa siasa zetu katika nchi yetu. Namna pekee halali ya kubadilisha siasa ni chaguzi. Ni kwa kufanya nini?